Ifuatayo ni historia ya Boniface George Simbachawene iliyomfanya Samia Suluhu kumfuta kazi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Boniface George Simbachawene ni miongoni mwa wanasiasa wa kizazi cha kati ndani ya Chama cha Mapinduzi waliojitengenezea nafasi kupitia mchanganyiko wa taaluma ya kiutawala, uaminifu wa chama na uwezo wa kushika nyadhifa nyeti ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Safari yake ya kisiasa haiwezi kueleweka kwa kuangalia wadhifa wake wa mwisho pekee, bali kwa kufuatilia kwa makini mizizi yake ya kijamii, muktadha wa kihistoria aliokulia na mazingira ya kisiasa aliyomkuza hadi kufikia kilele cha mamlaka ya ndani ya dola. Simbachawene alizaliwa na kukulia katika mazingira ambayo yalitawaliwa na misingi ya utumishi wa umma, nidhamu ya kijamii na heshima kwa mamlaka ya dola. Alikulia katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa bado inajijenga chini ya falsafa ya ujamaa na kujitegemea, wakati ambapo serikali ilikuwa muhimili mkuu wa maendeleo, ajira na dira ya maisha ya wananchi. Katika mazingira haya, fikra za kizalendo na utii wa taasisi za dola zilijengeka mapema, na kizazi chake kilifundishwa kuona utumishi wa umma kama wito, si tu kazi. Elimu ya Simbachawene ilimpa msingi imara ya kiakili na kitaaluma, ulimwezesha kuingia katika mifumo ya serikali kwa urahisi. Akiwa na mafunzo katika nyanja zinazohusiana na utawala, usimamizi wa masuala ya umma, aliingia katika utumishi wa umma katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa ikipitia mageuzi makubwa ya kiuchumi na kisiasa. Miaka ya 90 na mwanzoni mwa mwaka wa 2000 ilikuwa kipindi cha mpito kutoka mfumo wa chama kimoja kwenda mfumo wa vyama vingi, sambamba na mageuzi ya soko huria. Hii ilikuwa kipindi kigumu kwa watumishi wa serikali waliolazimika kusawazisha kati ya misingi ya zamani na udhibiti wa serikali na shinikizo jipya la uwazi, ushindani na uwajibikaji. Ndani ya muktadha huu, Simbachawene alijijengea sifa ya mtendaji mwenye nidhamu, anayefuata taratibu na mwenye uwezo wa kusimamia majukumu kwa ukaribu na mamlaka ya juu. Sifa hizi zilimfanya aonekane kama mtu anayeaminika katika nyadhifa za kiutawala, hasa katika maeneo yanayohitaji uangalizi mkali na utekelezaji wa sera bila kuyumbayumba. Hapa ndipo uhusiano wake wa Chama cha Mapinduzi ulipoanza kuchukua sura ya kisiasa zaidi, si tu kama mtumishi bali kama kada wa chama. Na kuingia kwake rasmi katika siasa za uwakilishi kulikuja katika mazingira ambayo CCM ilikuwa bado na nguvu kubwa ya kisiasa, lakini kikabiliwa na changamoto za ndani na nje. Ndani ya chama kulikuwa na mvutano kati ya makundi yanayotaka mageuzi ya kweli ya kisera na yale yanayotanguliza uthabiti wa mfumo uliopo. Simbachawene aliibuka kama sehemu ya kundi la pili lililoamini kuwa nguvu ya chama na dola ilikuwa nguzo ya utulivu wa taifa. Mtazamo huu ulimwezesha kupata uungwaji mkono wa miundo ya juu ya chama ya dola, hatua iliyomfungulia milango ya uteuzi kama nyadhifa ama katika nyadhifa mbalimbali. Kama mbunge, Simbachawene alijitambulisha zaidi kama mwakilishi wa chama cha serikali kuliko kama sauti huru ya ukosoaji. Michango yake bungeni mara nyingi ililenga kuunga mkono sera za serikali, kutetea bajeti za wizara na kusisitiza umuhimu wa amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa. Katika kipindi ambacho bunge lilianza kupoteza sehemu ya makali yake kama jukwaa la mjadala huru, aina hii ya mbunge ilitathminiwa zaidi na uongozi wa chama. Hapa Simbachawene alijijengea taswira ya mbunge salama kisiasa aliyeleta mshangao wala tayari ya mgawanyiko wa ndani. Safari yake kuelekea baraza la mawaziri ilifungamana na mabadiliko ya uongozi wa taifa na mahitaji ya kisiasa ya wakati husika. Alipopewa nafasi ya waziri, ilionekana kama zawadi, uaminifu kwa muda mrefu na uthibitisho wa uwezo wake wa kusimamia majukumu ya serikali. Wizara alizohudumu zilihitaji mchanganyiko wa utii wa kisiasa na ufanisi wa kiutendaji, na Simbachawene alionekana kuendana na matarajio hayo.
Kilele cha safari yake kilikuwa alipoteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, wizara nyeti na usimamia vyombo vya dola kama jeshi na polisi, uhamiaji, magereza na usalama wa ndani kwa ujumla. Uteuzi huu uliweka Simbachawene katikati ya mjadala mpana wa haki za binadamu, matumizi ya nguvu ya dola na uhusiano kati ya serikali na wananchi. Ilikuwa nafasi ambayo kihistoria imekuwa ikiwachoma baadhi ya waliowahi kuishika kutokana na mgongano wa mara kwa mara kati ya matarajio ya kisiasa ya uongozi wa juu na shinikizo la jamii la uwajibikaji. Na katika kipindi chake kama waziri wa mambo ya ndani, Simbachawene alianza kuonekana akitoa kauli zilizotofautiana kidogo na simulizi kali la usalama lililokuwa limezoeleka katika miaka iliyotangulia. Alisisitiza mara kwa mara misingi ya amani, mshikamano na umuhimu wa kurejesha imani kati ya jeshi la polisi na wananchi. Kauli hizi zilipata tafsiri tofauti ndani ya jamii. Kwa baadhi zilionekana kama ishara ya jaribio la kurekebisha taswira ya wizara na kupunguza malalamiko ya muda mrefu dhidi ya vyombo vya dola. Kwa wengine zilionekana kama maneno ya kawaida yasiyoambatana na mabadiliko ya vitendo. Kihistoria, wizara hiyo imekuwa ikitumika kama ngao ya kisiasa ya serikali dhidi ya upinzani, maandamano na ukosoaji mkali. Lakini mazingira hayo, kauli zozote zinazoonekana kusisitiza uwajibikaji wa vyombo vya dola huonekana kugusa mezani ya mamlaka. Hapa ndipo Simbachawene alipoanza kukutana na upepo mkali wa siasa za ndani, ambapo mipaka kati utendaji wa kitaalamu na matarajio ya kisiasa huwa hafifu sana. Utenguzi wake kutoka nafasi ya waziri wa mambo ya ndani au kukuja kwa maelezo ya kina, na ni jambo ambalo lenyewe ni sehemu ya utamaduni wa kisiasa wa Tanzania. Katika historia ya nchi, mawaziri wengi wameondolewa bila maelezo ya wazi, na mara nyingi utenguzi huo huacha maswali kuliko majibu. Kwa Simbachawene, kuondolewa kwake kulibua mjadala mpana kuhusu kama kauli zake za uwajibikaji, maadili ya kazi na heshima ya haki za binadamu zilikuwa zimeenda mbali zaidi ya mstari usioonekana wa kisiasa. Kwa mtazamo wa kihistoria, Simbachawene anawakilisha aina ya mwanasiasa aliyelelewa na mfumo, akaufikia kilele chake ndani ya mfumo huo na hatimaye kukumbana na mipaka ya mfumo huo. Safari yake inaakisi nguvu na udhaifu wa siasa za Tanzania, ambapo uaminifu unaweza kukuinua haraka, lakini tofauti ndogo ya mwelekeo inaweza kukuondoa bila maelezo. Urithi wa Simbachawene huwezi kupimwa tu kwa siku zake kama waziri, bali kwa nafasi anayochukua katika simulizi pana la siasa za Tanzania. Anabaki kuwa kielelezo cha kizazi cha wanasiasa wa CCM waliotembea kati ya nidhamu na chama na matarajio ya umma, na mara nyingi wakijikuta wamesimama katikati ya nguvu zinazovutana. Historia itamhukumu si tu kwa alichofanya, bali pia kwa mipaka aliyokutana nayo, mipaka inayosema mengi kuhusu mfumo kuliko mtu mmoja. Na katika taswira ya baadaye, Simbachawene ataendelea kutajwa kama mfano wa jinsi mamlaka yanavyofanya kazi nchini Tanzania: yanajenga, yanainua, na yanapobadilika yanaangusha kimya kimya. Hadithi yake ni onyo na funzo kwa wanasiasa wengine kwamba ndani ya mfumo uliosheheni nguvu za juu, utumishi wa umma sio safari ya uhakika, bali ni matembezi juu ya mstari mwembamba kati ya utii, dhamira, nafasi binafsi na upepo wa kisiasa. Ndio hiyo historia yake Simbachawene, ambayo huenda ndio iliyomkasirisha Samia Suluhu, ilibidi amwangushe kutoka kiti cha waziri wa mambo ya ndani. Hadi wakati mwingine, naomba uwe na wakati mwema, lakini kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu.